Katika bajeti ya ofisi ya waziri mkuu. Kwanza na mimi niungane na wabunge wote kuipongeza serikali ya awamu ya 6 ambayo kimsingi kwa mujibu wa katiba mwaka huu itakwenda kwenye uchaguzi, na baadaye tunaamini tutakwenda kushinda kwa kishindo, kwa sababu leo tangu Mheshimiwa Waziri Mkuu amewasilisha bajeti yake ya serikali, kila mbunge hapa anayezungumza hapa, anayesimama hapa, hakuna mbunge ambaye amesimama anaeleza changamoto kubwa ambazo zimeshindikana kufanyika na serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi ambayo inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo wote hapa tunaungana kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa udhubutu wake. Tunafahamu aliipokea serikali katika kipindi cha mpito, lakini amesimama kwa uimara wake na kuisaidia nchi na wananchi kutokuona mabadiliko yoyote. Zaidi ameongeza morali kwa wananchi, na leo kila mahala maendeleo yamepatikana. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na pongezi kumpongeza Mheshimiwa Rais, lakini nimpongeze Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kiukweli Mheshimiwa Waziri Mkuu, licha ya kuwa na shughuli nyingine, kuwa ni msimamizi wa shughuli za bungeni, lakini amekuwa kiunganishi muhimu baina ya serikali na bunge letu hili. Kwa mbunge mmoja mmoja, lakini bunge na serikali vyote vinakwenda katika kutatua changamoto za wananchi, na sisi wananchi na sisi wawakilishi wa wananchi tumekuwa na ukaribu zaidi na msimamizi wa serikali na kusaidiana na wasaidizi wake, mawaziri hao, ili kuweza kuleta maendeleo kwa wananchi wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, watu hapo wamesema mengi. Leo tukisema kila mbunge aseme nini amefanywa na serikali yake, atasema kila namna. Kwenye jimbo la Igalula tumeingia, angalau serikali zilikuwepo zilizopita zimefanya kazi kwa kipindi chake, lakini serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan imefanya zaidi na zaidi kuliko serikali zote ambazo zilizokuwa zimetangulia na watangulizi wake. Leo ukienda sekta ya elimu, tumeweza kujenga shule mpya. Zamani ilikuwaga fedha zinaletwa kujadiliza kwenye shule za zamani, lakini kwa kutambua umuhimu wa wananchi wanahitaji huduma, Daktari Samia Suluhu Hassan ameweza kujenga shule mpya za msingi na sekondari. Leo katika kipindi cha miaka 5 kwenye jimbo moja tu la Igalula tumeweza kujenga shule zaidi ya 5 ambazo Daktari Samia Suluhu Hassan ameleta zaidi ya bilioni 3.8 ambazo zimekwenda kusaidia wananchi. Lakini tumeweza kupata shule moja ambayo tumesaidiwa na shirika la reli TRC, na hapa nipende kumpongeza mkurugenzi mkuu wa shirika la reli ndugu Masanja Kadogosa, lakini na wasaidizi wake mainjinia Matibia wameweza kutusaidia shule ya kisasa ambayo Mheshimiwa Rais alikuja kuahidi katika jimbo langu. Shule hiyo, nitoe kauli hapa, imekwisha kamilika na sasa ipo kwenye hatua ya usajili ili iweze kupokea wanafunzi. Niwapongeze sana shirika la reli, lakini nimpongeze Daktari Samia kwa kuahidi wananchi na kutoa maelekezo shirika la reli jenge, na shule imejengwa. Lakini katika sekta ya nishati, jimbo la Igalula wakati tunaingia tulikuwa na vijiji 12 ambavyo vimepata nishati kati ya 58. Leo tunamaliza miaka 5 chini ya serikali ya awamu ya 6, tumeweza kufikisha vijiji vyote 46 ambavyo vilivyokuwa vimebaki katika jimbo la Igalula, na vyote vimekwenda kuwa na nishati ya umeme, ambapo hata wananchi ambapo walikuwa hawafikirii kupata nishati ya umeme, lakini Daktari Samia Suluhu Hassan amewafikishia wote. Hilo ni jambo la kumpongeza Mheshimiwa Rais. Lakini kwenye sekta ya maji, maelekezo ya ilani ya Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi wa 2020 tulipewa maelekezo angalau kwenye vijijini kuwe kuna asilimia zaidi ya 80. Lakini Mheshimiwa Waziri Juma Haweso tumeshirikiana naye kwa vizuri kwa kipindi cha miaka 5. Leo Mheshimiwa Rais alinunua mitambo ya kujenga mabwawa katika mkoa wa Tabora na alipeleka kila mkoa. Katika mkoa wa Tabora
alipendekeza jimbo langu leo la Mfano kutumia mitambo hiyo, na tumeweza kujenga bwawa la kisasa ambalo Mheshimiwa Waziri na kamati yake ilifika pale na wakalisifia. Na Mheshimiwa Waziri, niseme lile bwawa liko, na ninaamini maelekezo yako ya kuleta zile kumalizia, naomba tumalizie mapema ili sasa wananchi waanze kupata maji kama tulivyokuwa tumetarajia. Na Mheshimiwa Rais azima yake ni kwenda kuwatua wakina mama ndo kichwani. Lakini vile vile Mheshimiwa Waziri wa maji, mimi nafahamu tulipigana hapa mwanzoni, lakini kwa nia njema ya kuwasaidia wananchi, mradi wa Ziwa Victoria ambao ulikuwa unatakiwa kwenda kuhudumia kata za Kigwa, Goweko, Igalula na Nsololo, mradi ule unasemekana huko 85%, na mimi niwapongeze kwa kazi kubwa. Wakati ninaingia hapo ulikuwa 0%, lakini sasa hivi huko 85%. Nikupongeze wewe, lakini nimpongeze Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kukusaidia fedha na kukamilisha kufika 85%. Lakini lengo ilikuwa ni kuwafikia wananchi wa kata 4 za Goweko, Igalula, Nsololo na Kigwa. Lakini mradi ule wamekwisha weka maji katika kata moja tu. Sasa wasije wakakuandikia taarifa kule wameukamilisha. Kata 3 za Igalula, Kigwa na Nsololo, Igalula, Goweko na Nsololo bado hawajafikisha, lakini mtandao wa kusambaza maji DP zimekwisha jengwa. Kilichobaki tu ni kuunganisha tenki moja kwenda tenki lingine kilomita zaidi ya 9, lakini sasa hivi wameshalaza bomba kilomita zaidi ya 4, bado kilomita 5 wanavutana na mkandarasi. Mheshimiwa Weso, ukisema tu neno siku nafanya wenda hapo ya Waziri Mkuu, lile bomba linakamilika, na mwezi huu matarajio yetu mwezi wa 5 bomba liwe limeshafika katika kata zile tulizokuwa tumetarajia. Tunapokwenda kuzitafuta kula za Dr. Samia Suluhu Hassan, tusiwe na maswali mengi, ni kufungua bomba, maji yanatoka, wananchi wanamimina kula badala ya kumimina maji. Mheshimiwa Mwenyekiti, habari ya kilimo, tunaishukuru Wizara ya Kilimo, imefanya kazi kubwa sana. Kwanza ninyi mnafahamu tuliingia kwenye changamoto ya upatikanaji wa mbolea katika maeneo yetu, lakini Daktari Samia Suluhu Hassan akasema mzigo wote tukiwatisha wananchi kwenye maeneo yetu hawawezi kupata chochote. Mheshimiwa Rais akaingiza ruzuku. Leo wananchi wanafurahia ruzuku ambazo Mama Samia aliwapa. Leo mwananchi alikuwa anatakiwa kununua mfuko 160,000 mpaka 70,000, lakini mwananchi anakwenda na 80,000, 72,000 na kidogo, anapata mfuko, anakwenda kulima. Fedha zingine zinalipwa na serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Hayo ndo tunayotaka kwenda kuwasema na wale ambao wanataka kukimbia uchaguzi, kuwa Daktari Samia Suluhu Hassan amemfikia mpaka mwananchi ambaye hakuwahi kusikia kama kuna serikali inafanya kazi. Leo ukienda kila kitongoji kuna mwananchi amepata matunda ya serikali ambayo anaiongoza. Kwa hiyo mimi nipongeze sana serikali ambayo inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, katika sekta hiyo ya kilimo, katika mabwawa 102 ambayo yanajengwa nchi nzima, lakini bwawa tumeweza kupata bwawa la Goweko ambalo linakwenda kujengwa la kilimo ambalo litalima zaidi ya eka 1,000 na kidogo, ambayo wananchi watapata ajira, lakini uzalishaji utakuwa mkubwa na watu watafanya biashara. Lakini bwawa hili licha kuwa na changamoto, jana tumeongea na Mheshimiwa Waziri, tumekubaliana na ameniambia mkandarasi amepatikana ya phase 2 ya kwenda kutengeneza mashamba. Lile bwawa lilikuwa lina zaidi ya bilioni 2, lakini bwawa kukamilika lote linatakiwa ligharimikie zaidi ya bilioni 32, na Mheshimiwa Waziri amesema mkandarasi ameshapatikana na anatafuta advance payment ya kumlipa ili sasa aingie kazini. Wananchi wa kata za Goweko ni waombe wawe watulivu. Mheshimiwa Rais amesikia kilio chao. Bwawa kutoka bilioni 2 mpaka bilioni 32 si mchezo. Kwa hiyo niwahakikishie Mama Samia anafanya kazi na Waziri wa Kilimo anafanya kazi kumsaidia rais wetu, Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, naomba niunge mkono hotuba bajeti ya Waziri Mkuu, na sisi kama Wanaigalula tutaipitisha kwa kishindo na bajeti kuu ili waendelee kupata maendeleo. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Venant Daud Protas.